Katika tukio lililoibua taharuki kubwa kimataifa, Marekani ikishirikiana na Israel ilitekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo muhimu ya nyuklia ndani ya Irani, ikilenga vinu vya Fordo na Natanz. Hili ni tukio kubwa zaidi la aina yake dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Irani katika siku za hivi karibuni. Serikali ya Marekani inadai kuwa imefanikiwa kuchelewesha kwa miaka kadhaa maendeleo ya mpango wa nyuklia, huku Irani ikikanusha vikali, ikisema mashambulizi hayo hayakugusa maeneo yoyote muhimu na hayakufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Ripoti kutoka kwa maafisa wa ujasusi wa Marekani zinaeleza kuwa vinu vilivyoshambuliwa vilikuwa vikihusika moja kwa moja na urutubishaji wa urani hadi 60%, kiwango ambacho ni hatua moja kabla ya kiwango kinachotakiwa kwa kutengeneza silaha za nyuklia. Jeshi la Marekani linasisitiza kuwa uharibifu uliofanyika unajumuisha kuharibiwa kwa mashine za centrifuge, mifumo ya kudhibiti joto na umeme, na hata baadhi ya hifadhi na malighafi. Hata hivyo, mashirika huru ya kimataifa bado hajathibitisha uharibifu huo. Katika majibu yake rasmi kupitia televisheni ya kitaifa IRIB, msemaji wa serikali ya Irani alikanusha kabisa ufanisi wa mashambulizi hayo, akisema kuwa hatua zote za kiusalama zilikuwa tayari zimechukuliwa mapema. Kwa mujibu wa Irani, vifaa vyote nyeti vya urutubishaji pamoja na urani iliyorutubishwa vilikuwa tayari vimeondolewa kutoka maeneo ya wazi na kuhamishiwa sehemu ambazo hazijulikani kama hatua ya tahadhari dhidi ya mashambulizi yanayowezekana. Iran imetaja mashambulizi haya kama jaribio la Marekani na Israel kupotosha ulimwengu kuhusu hali halisi ya ushawishi wao wa kijeshi, ikiongeza kuwa hatua hiyo haitazuia taifa hilo kuendelea na haki yake ya kutumia nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amewataka wananchi wake kuendelea kuwa watulivu, huku akiahidi kuwa taifa hilo litasimama kidete dhidi ya kile alichokiita uchokozi wa kimataifa unaofadhiliwa na Magharibi. Tukio hili halikubaki kwenye medani za kijeshi pekee, limeingia moja kwa moja katika vita vya taarifa, ambapo pande zote mbili, Marekani na Israel kwa pande moja na Irani kwa upande mwingine, zinatoa taarifa zenye maudhui yanayopingana kuhusu mafanikio au kushindwa kwa mashambulizi hayo. Kila upande unajitahidi kushawishi jamii ya kimataifa pamoja na raia wake kuwa umeibuka mshindi katika tukio hilo. Kwa upande wa Marekani, taarifa za maafisa wa juu wa usalama wa kitaifa zinaeleza kuwa operesheni imefanikiwa kwa asilimia kubwa na kwamba imechelewesha uwezo wa Irani kufikia kiwango cha kutengeneza silaha za nyuklia kwa muda wa angalau miaka 2 hadi 3. Aidha, wanasisitiza kuwa ujumbe umepelekwa kwa mataifa mengine kama Korea Kaskazini kwamba uamuzi wa Marekani wa kutumia nguvu unaposababisha tishio la nyuklia uko wazi na wa haraka. Kwa upande mwingine, Irani imesema kwamba lengo kuu la mashambulizi haya halikuwa kuharibu miundombinu ya nyuklia pekee, bali pia kujaribu kuvuruga hali ya kisiasa na kijamii ndani ya Irani, hasa wakati taifa hilo likielekea kwenye uchaguzi wa bunge. Hii inaeleweka kama mbinu ya propaganda ya Marekani kuvuruga udhibiti wa ndani wa Irani na si operation halisi ya kijeshi ya kuzuia silaha za nyuklia. Mashambulizi haya yametikisa tena usalama wa Mashariki ya Kati, eneo ambalo tayari linakumbwa na migogoro ya kivita, kigaidi na mashindano ya kijeshi kati ya mataifa yenye nguvu. Mataifa kama Urusi, China, Uturuki yameshtumu mashambulizi hayo na kutaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha vikao vya dharura. Viongozi wa Umoja wa Ulaya kwa upande wao wamesisitiza kuwa kuna haja ya kujizuia na kuendeleza njia za kidiplomasia. Wachambuzi wa kisiasa wanaonya kuwa huenda Irani ikaamua kulipiza kisasi kwa njia zisizo za moja kwa moja, ikitumia washirika wake kama Hezbollah nchini Lebanon, vikundi vya Houthi nchini Yemen au makundi ya wanamgambo nchini Iraq. Hali kama hii inaweza kuchochea mlipuko mkubwa wa mzozo katika eneo hilo. Zaidi ya hayo, matumaini ya kuhusishwa na mkataba wa nyuklia wa JCPOA yanaonekana kufifia kwa kasi. Iran huenda ikajitoa kabisa kwenye juhudi za mazungumzo au hata kuchukua msimamo mkali wa kuendeleza urutubishaji wa urani kwa kiwango cha juu zaidi kwa lengo la kujilinda dhidi ya mashambulizi ya baadaye. Wakati ambapo dunia inatazama kwa makini, bado hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa kuthibitisha iwapo
mashambulizi ya Marekani yameathiri kwa kiwango gani uwezo wa nyuklia wa Irani. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic limesema linafuatilia kwa ukaribu na litatoa taarifa mara litakapokuwa na taarifa za kutosha za kiufundi. Vile picha za satellite kutoka mashirika ya kiraia bado hazijathibitisha uharibifu mkubwa, hasa kwenye maeneo yaliyo chini ya ardhi kama Fordo. Katika hali ya sasa, kila upande unajaribu kutumia tukio hili kama silaha ya kisiasa, Marekani na Israel wakionyesha kuwa walifanya kilichotakiwa kulinda dunia dhidi ya silaha za nyuklia, Irani ikijaribu kudhihirisha uimara wake wa kisiasa, kijeshi na kiusalama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.